Mapya yaibuka, waziri wa ulinzi Nigeria kujiuzulu. Naendelea kukusogezea kila aina ya tukio la kimataifa. Waziri wa ulinzi wa Nigeria Mohammed Badar Abubakari amejiuzulu wadhifa wake kwa sababu za kiafya. Ofisi ya rais imebainisha hayo. Kuondoka kwa waziri huyo mwenye umri wa miaka 63 kunaambatana na kipindi cha changamoto kubwa za kiusalama kote Nigeria, huku serikali ikiwa chini ya shinikizo kukabiliana na msururu wa utekaji nyara. Wiki iliyopita ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa aliripoti kwamba watu 402, wengi wao wakiwa watoto wa shule, wametekwa nyara tangu katikati mwa Novemba. Jenerali mstaafu Christopher Musa ameteuliwa na Rais Bola Tinubu kuchukua nafasi ya Abubakari. Jenerali Musa mwenye umri wa miaka 58 alihudumu kama mkuu wa majeshi wa Nigeria kuanzia Juni 2023 hadi Oktoba 2025 na anachukuliwa kuwa mmoja wa watu wenye uzoefu mkubwa wa mikakati ya kijeshi nchini humo. Anajulikana haswa kwa kuongoza operesheni za kukabiliana na vikundi vya kijihadi kaskazini mashariki mwa nchi. Katika tukio la hivi karibuni, watu wenye silaha waliwateka nyara takriban watu 20, akiwemo mchungaji Mkristo, bibi harusi Muislamu na wapambe wake katika mashambulizi mawili tofauti kaskazini mwa nchi hiyo siku ya Jumapili. Wanafunzi wapatao 250 na walimu 12 kutoka shule ya Kikatoliki katikati mwa jimbo la Niger bado wanaaminika kupotea. Hii ni kufuatia shambulizi kubwa zaidi la utekaji nyara katika wiki za hivi karibuni. Wachambuzi wengi wanaamini utekaji huo unafanywa na magenge ya wahalifu wanaotaka malipo ya fidia. Hata hivyo, msemaji wa rais amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali inaamini kwamba ni kazi ya makundi ya jihad. Abubakari aliteuliwa katika wadhifa wake Agosti 2023 na haijulikani ni masuala gani ya kiafya yalimsukuma kujiuzulu. Alimwandikia barua Rais Bola Tinubu akimfahamisha kuhusu uamuzi wake. Ofisi ya Tinubu ilibainisha kwamba rais alikubali kujiuzulu kwake na kumshukuru kwa huduma zake kwa taifa. Nigeria inakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara kwa ajili ya fidia ambao unafanywa na magenge ya uhalifu, waasi wa Kiislamu kaskazini mashariki, ghasia za kutaka kujitenga kusini na mashariki, na vita kati ya wafugaji na wakulima katikati mwa nchi kuhusu upatikanaji wa ardhi pamoja na maji. Wataalamu wanasema ufisadi, ujasusi duni na kukosekana kwa ufadhili kwa polisi wa ndani kumetatiza juhudi za kukabiliana na migogoro mbalimbali.